baada ya Dar es Salaam Young Africans hapo jana kutoa msimamo wao mkali kwamba hawatacheza mechi namba 184 ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu 24-25 mzunguko wa pili. Basi Simba Sports Club hii leo kupitia uongozi wake basi wametoa taarifa kwa umma na kuasisitiza haya kwamba kuasisitiza mashabiki na wanachama na wapenzi wa soka ya kwamba mechi iko pale pale. Nitasoma taarifa kwa umma kutoka Simba Sports Club. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kwa ujumla ya kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Young Africans uliopangwa kufanyika tarehe 15 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mitaani, wale ambao walinunua tiketi zao za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua tiketi baada ya bodi ya ligi kutangaza viingilio. Twendeni tukojaze uwanja wa Benjamin Mkapa. Ifahamike wazi ya kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha jumla ya timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu za klabu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote hukaa chini na ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu ilivyo. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF pia watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 Machi 2025 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti ya kutochukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira, jambo ambalo linatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini Tanzania kwa hivi sasa. Imetolewa na uongozi klabu ya Simba Sports Club leo Juni 10, 2025. Hayo yote yakiendelea, lakini bado mashabiki hawajaweza kukaa kimya huko mtandaoni, wakaendelea kutubiana maneno ama kutoa maoni yao kwa kadiri ambavyo wao wameweza kuwa wanajisikia. Huyu anaitwa Ramadhani Saidi na anasema kuwa hawa Simba washazoea kuwaibia mashabiki wao, na kwa vile Regi alisema mambumbumbu hii inadhihirisha kweli waliaminisha inadhihirisha kweli waliaminisha mechi itachezwa kwa Mkapa, wakachukua viingilio wakagawana. Leo tena wanataka wachukue hivi tarehe 7 wakati mnaandika barua ya kugoma kucheza dabi. Mlikuwa hamjui ya kuwa kanuni za kuzuiwa kufanya mazoezi adhabu yake ipo kwenye kanuni. Sasa nyie mlitoa wapi hiyo kanuni ya kugomea mechi? Hilo ni swali la shabiki ambaye ukisoma kwa haraka utajua kama ni mtani pia. Lakini pia anasema rudisheni viingilio vyetu, ninyi ndo wezi. Viingilio vya tarehe 8 mmeweka wapi? Sisi kama wana Simba tunahitaji wawaibie peke yenu, sisi tutaenda tu. Huyo anajulikana kama Enos Peter. Lakini pia Ramadhani Saidi
akaja kujibiwa na Godfrey Gaitano, akasema mwenyeji wa uwanja ndio unahusika na kukusanya hela. Sasa nikuulize, nani mwizi? Ni baadhi ya maswali ambayo yameulizwa na mashabiki wa Simba kutokana na ile ujumbe ambao umeulizwa ama umeandikwa na shabiki wa Young Africans. Siku zote mtani ni mtani. Hii ni Star African Network, endelea kuifuatilia kwa karibu zaidi kwa habari zote za kimichezo. Mimi ni Junior Web. Asante.